Mheshimiwa Mwenyekiti, vile naomba kwa sababu naanza kuchangia TARURA, nimpongeze sana mtendaji mkuu wa TARURA Engineer Seif. Ni engineer anayefanya kazi vizuri mwanzo mwisho, tunamfahamu. Tunaomba endelea kushughulikia barabara zetu zote za nchi hii ikiwepo Kilolo. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini naomba pia nimshukuru sana meneja wa TAMISEMI katika mkoa wangu wa Iringa. Pia nimshukuru sana TAMISEMI wilaya ya Kilolo, Engineer Kidola. Nawashukuru kwa TARURA kwa sababu wamekuwa wakishirikiana na mimi. Mabarabara yote mtandao umeharibika Kilolo. Kwa hiyo ninawashukuru, muda wote ninawapigia simu na hawalali nyumbani kwao. Kila siku wanalala kwenye site kwa sababu barabara hazipitiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto kubwa kabisa katika wilaya ya Kilolo, kwanza tumepata baraka ya mvua. Kwa hiyo barabara nyingi hazipitiki. Kata zote, hata kutaja hapa sitoweza kwa sababu nitatumia muda wote kuzitaja barabara za Kilolo, mtandao mzima barabara zinakatika kwa sababu mvua ni nyingi, zinahitaji madaraja ya kutosha, zinahitaji karavati za kutosha. Kwa hiyo kwa kweli wananchi wa Iringa wa Kilolo wanapata shida sana. Hivyo ninaomba sana, wanapata mateso kwa sababu sehemu nyingi ambazo barabara hazipitiki hakuna vituo vya afya. Sehemu nyingi ambako barabara hazipitiki hakuna zahanati. Kwa hiyo wananchi wanateseka kwenda kufuata huduma za afya katika hospitali ya wilaya ya Kilolo. Pia pembejeo hazifiki kwa wakati kutokana na hizo barabara. Vile vile magari hayapitiki. Hapa ninapoongea kuna barabara inayotoka Ilula kwenda mpaka Image. Magari leo yamekwama, nyanya zinaoza pale, mazao hayafiki sokoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Kilolo ina mtandao wa barabara takriban kilomita 1200. Lakini ukiangalia, kwa sababu hii ni wilaya nzima, jimbo moja, ukiangalia Iringa DC pia wao mtandao wao ni sawa na Kilolo. Lakini sasa wenzetu kwa sababu wana majimbo matatu wanapata 1.5 bilioni. Lakini eneo jingine bajeti na tozo ya mafuta Kilolo bado tunapata milioni 500. Kwa hiyo mimi nilikuwa nawaomba, kwa sababu wenzetu wote wana majimbo matatu, lakini Kilolo ina jimbo moja, halmashauri moja. Kwa hiyo ukija kutoa kwenye wakati wa mgao unaona Kilolo tunapata milioni 500 tu, lakini mitandao iko sawa na wilaya nyingine. Ningeomba tuangalie, msiangalie ukubwa, mkaangalie jimbo, angalieni changamoto wanazozipata wananchi, angalieni mtandao wa barabara, mnagawaje hizi pesa. Mkiangalia jimbo tutaendelea kuteseka, wananchi wataendelea kuteseka wa Kilolo. Ombi langu kabisa, naomba iongezwe bajeti katika wilaya ya Kilolo ili tuweze kupata, kwa sababu Kilolo asilimia kubwa iko kwenye ukanda wa milimani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa pia naomba kujua ni lini sasa utekelezaji wa miradi ya CRW bottleneck ile ya World Bank itaanza, kwa sababu wataalamu wameshapita Kilolo na wameshakagua, na sasa hivi tayari mvua zimeanza. Kama msipotoa kwa wakati, maana yake barabara zile hazitatengenezeka na gharama zitakuwa juu. Kwa hiyo madamu wataalamu wameshafika, ninaomba wapite, walete pesa, barabara zitengenezwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine ambalo nataka kuzungumzia ni kuhusiana na elimu. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, tumepeletewa shule katika ujenzi wa shule za masomo ya sayansi kwa watoto wa kike. Wilaya ya Kilolo tumeshajengewa shule, na kwa kweli nafikiri wamenichagua mimi baada ya kuona ile shule imejengwa Kilolo. Kwa hiyo ninaomba wajengewe uzio, watoto wetu wakae sehemu salama. Lakini vile vile kuna changamoto kubwa sana katika wilaya yetu ya Kilolo. Tuna upungufu mkubwa sana wa walimu kwenye shule za sekondari. Tunahitaji walimu zaidi ya 37 kwenye masomo ya sayansi na hesabu. Lakini pia tunaona kwamba bado majengo mengi sana, hasa maboma ambayo wenzangu wameyasema, tuna maboma mengi sana Kilolo ambayo hayajajengwa. Lakini niombe pia Mheshimiwa Mwenyekiti,
tuangaliwe upya, kwa sababu tuna upungufu wa nyumba za walimu, tuna upungufu mkubwa na uhaba wa maabara, tuna upungufu mkubwa sana wa majengo ya utawala. Kwa hiyo tungeomba serikali iangalie haya majengo yaweze kutimia. Lakini jambo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna tatizo kubwa ambalo liko katika usaili wa walimu. Walimu wetu wamekuwa wakijitolea kwa muda mrefu, miaka 2, miaka 3, kuna walimu wamejitolea Kilolo mpaka miaka 6. Unapokuja usaili, hao walimu wanafanya vizuri, upungufu uliokuwepo wamekuwa wakisaidia, watoto wanafaulu, lakini unapokuja usaili hawachukuliwi. Ni kwa nini? Ni kwa nini? Lazima tuangalie, Sekretarieti ya Ajira ijiangalie upya, tatizo ni nini? Kwa sababu kuna wakaguzi wa elimu wanakwenda kule kwenye kuangalia walimu, wanafanya vizuri, wamefaulu vizuri, kila kitu wanacho. Kwa nini hawachukuliwi? Na kwa nini sasa wasipendekezwe tu waanze kuchukulia wale waliojitolea? Asante sana Mheshimiwa Rita Kabati. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Hamis Taletale. Naunga mkono hoja. Asante sana. Mengine nitaleta kwa maandishi.